the Holy Ghost. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. This is a joyful day. Leo ni siku ya furaha. I congratulate you, Ninataka niwapongeze this diocese, diocese hii, and of course your new bishop. na kwa kweli askofu wenu mpya. Askofu wa kwanza. On my first full day in Tanzania with you, siku yangu ya kwanza Tanzania pamoja nanyi, we went to a village outside of Mpwapwa. Tulikwenda katika kijiji kule Mpwapwa. Tulikwenda Chamhawi. And we did something at the beginning and something at the end. Tulifanya kwanza katika kituo cha kwanza na mwisho katika kituo cha pili. First there were 30 baptisms. Katika kituo cha kwanza kulikuwa na ubatizo wa watoto 30. Baptism is the way in which we enter into the church. Ubatizo ndio njia ambayo tunaingia kanisani. We come in to the church through water. Tunakuja kanisani kupitia maji. Now water means three things mainly. Na maji yanamaanisha vitu vikuu vitatu. First, water means life. Kwanza maji yanamaanisha uhai. No water, no life. Pasipo na maji hakuna uhai. You know this very well during the dry season here. Na ninyi mnalijua hili vema hata katika kipindi cha kiangazi. Kill us. Maji yanaweza pia yakatuua. If you are in a flood, you could drown. Kama ukiwa katika mafuriko unaweza ukakufa na maji. And also we might say baptism is the drowning of our old nature. Lakini pia tunaweza kusema ubatizo ndiko kuzama kwa asili yetu ya zamani. So through our death to our old nature, kwa hiyo kupitia kile kifo cha utu wetu wa kale, we turn around. Tunageuzwa. Which is what conversion means. Na hiyo ndio kugeuka ama kuokoka kule. We turn away from sin and towards God. Tunageuka kutoka katika dhambi na tunamgeukia Mungu. So, we began that day with baptism. Kwa hiyo tulianza siku ile na ubatizo, using water, kwa kutumia maji. After the service at the church, baada ya ibada kanisani, we drove up into the hills, tukaendesha kwenda mlimani, where there is a water project, kule ambapo tuna mradi wa maji, which Bishop Kuta and the diocese was sponsored. Ambao mimi Askofu Kuta niliuleta pale Chamhawi. Now when we think about the task that lies before the bishop, na unapofikiri kazi kubwa ambayo sasa nitaianza kama askofu, and before your diocese, na mbele yenu nyinyote kama diocese, and before those of us who want to help you, na pamoja na sisi ambao tunataka tuwasaidie, these two things involving water, hivi vitu vinavyohusisha maji, summarize, vinajumuisha. First, there is the sacramental ministry of the church. Kwamba kwanza kuna utume wa kisakramenti ndani ya kanisa. Bringing you baptism. Kukuletea ubatizo. At no cost. Ubatizo usio na malipo yoyote. Bringing you Holy Communion. Kuwapatia ushirika mtakatifu. Bringing you marriages. Kupitia ndoa. Unction of the sick. Kuwahudumia wagonjwa. Confirmation of children. Kipaimara cha watoto wadogo na watu wazima. Confession of sin and absolution. Kitubio cha dhambi. But secondly, the church has a ministry in this world. Kwa hiyo hizo ndio huduma za kisakramenti zilizopo katika ulimwengu huu. We can't care for people if they're starving. Tunaweza wahurumia ama kuwajali wale watu wenye kutabika na njaa. How can people come to church if they have to spend all their time looking for water? Lakini unawezaje ukawategemea watu waje kanisani kama wanapoteza muda wote kutafuta maji? And I will try to help Bishop Kuta. Na nitajitahidi nimsaidie Askofu Kuta.
and your diocese, na ninyi nyote wa dayosisi hii, and the nation of Tanzania. na taifa zima la Tanzania. We have a happy and long day today. Leo tuna siku ya furaha lakini ndefu. I'm not going to keep you with a long sermon. Sitaki niwaweke na mahubiri yaliyo marefu. So now we will proceed to the most important things. Kwa hiyo sasa tuendelee katika lile jambo la muhimu sana. Putting your bishop in his chair. Kumweka askofu wenu kitini. And worshiping our Lord at the altar. Na kumwabudu Bwana wetu katika altar. May God bless you all. Na Mungu awabariki ninyi. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.